Merci de nous suivre. Nous sommes le 24 avril 2026. Voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui. Les députés de l'INC et de l'IDPS déposent une motion contre le gouverneur du Sud Kivu aussi. On va développer sur les soutiens menés par les REGA au vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Basengezi Kantitima. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Msisahau kulike, kusubscribe na kushare ili kazi za wana sipate kuendelea. Gisi ulisikia nasema tutaongelea juu ya wanabunge wa Vital Kamerhe, wa chama cha Vital Kamerhe na wa chama cha Felix IDPS kutaka kumuondoa gavana wa Kivu madarakani, na tutamalizia vile vile na Kantitima kuchaguliwa kama vile vice president wa bunge la Kongo. Hiyo ndio tutaongelea hiyo leo batata. Mama msisahau kulike, kusubscribe na kushare ili kazi za wana sipate kuendelea. Donc gisi mlisikia nasema tutaongelea hizo mada mbili. Et alors je veux que avant de commencer tufate kwanza hizo video mbili. Donc tufate kwanza video ya Jean-Jacques Purusi Kigoma Tanzania, na kisha tufate hiyo ya video ya Basengezi Kantitima gisi biko na soutenir hii communauté ya Barega. Et après tutaevoluer na commentaire yetu comme d'habitude. Tolanda. Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République unie de Tanzanie, chef du gouvernement. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kiongozi wa serikali ya Tanzania. Mbele ya yote nipenda nipiga asante sana, na mimi saa mwenzetu Kiswahili yangu haiko bien, mais ndapima tu. Napigia kweli government ya Tanzania kupitia son excellence President Samia Suluhu, President wa Burundi Evariste Ndayishimiye na President wa DRC Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, na wananchi wote wa Tanzania, Burundi, Kongo, asante sana, kwani mko mnatusaidia kuleta amani kwetu. Inakuwa miaka mingi bakaka yetu badada yetu wa Tanzania wako wanakia kupigana vita kule, wanafariki, wengine wanaacha maisha kule. Vraiment asante sana. Kujina ya province yangu ya Sud Kivu tunapiga asante sana. Ya lazima hapa, kama agizi mwenzetu alitoka sema, kama hatuna amani hatuwezi kala hapa, hakuna business. Na ndio maana tunaomba mnaona kama kuku agreements 3 zinatoka kuwa sign between Rwanda and DRC. Ile agreement moja ilikuwa sign Doha, Qatar, ingine ilikuwa sign Washington, US, na ingine inatoka inakuwa sign hapa hivi tuko nasumulia Geneva, Switzerland. Tunawaomba kweli mfanye pressure kwa DRC, but mfanye aussi pressure kwa Rwanda. Juu naomba Rwanda atoke, force zake zitoke ndani ya Kongo kusudi business ifanyike mzuri. Tunaomba vraiment mtusaidie kwa ile, iko lazima sana. Sasa Kongo kuna opportunities nyingi sana hapa South Kivu province. Mie niko na over 13 million inhabitants, na wao wote ni wa consumers. Nikusema kama business iko nyingi sana. Sitarudi, tuna gold, copper, diamond, tuna lithium, tuna cobalt, tuna manganese, oil. Na hii port yetu ya Kalundu, hii na connect na ya Kigoma hapa, ndio port ya pili mu DRC mzima, kisha hii ya Matadi, na ndio ile port ya kwanza deep water mwa hii sub-region yote. Nikusema kama kweli you are almost welcome to make business. Namaliza kusema kama measures tulikamata kama government ya South Kivu ni ku reduce taxes for all new business comers, suppress all these administrative complications,
tulifanya aussi meja ingine ya kusema mtu yeyote mwana all financial arrangements na kufanya bankarization. Sasa hapo wandugu wapenzi, ni kusema kama tunapigia watu wote asante sana, na tunataka Watanzania wote wako wanakuya watakuwa wanaingia bila complications, na Wakongomani wote wenye wanafanya business huku nao wafanye business huku hapa Tanzania bila complications. Hapa document yetu yenyewe naelekea ni tunaomba nini tutaipresent leo kwa wakubwa hapa. Asante sana ndugu wapenzi. Deuxième vice-président du Sénat. Honorable, au nom du peuple Lega, du territoire de Mwenga, Pagne, Chabunda et Walikale, et en notre qualité de président du Loussou général, organe coutumier de représentativité et de communion du peuple Lega, nous vous adressons aujourd'hui nos plus vives et sincères félicitations pour votre élection au poste de deuxième vice-président du Sénat. Cette élévation hautement méritée consacre votre engagement constant et votre dévouement au service de la nation. Elle nous honore et renforce l'espoir d'une représentation inclusive et équilibrée de toutes les communautés formant notre grande nation. Le peuple Lega salue votre ascension à cette haute responsabilité et demeure confiant en votre capacité à œuvrer pour l'unité, la cohésion, la paix et le développement au bénéfice de tous les Congolais. Nous vous exprimons également notre profonde gratitude pour le soutien indéfectible que vous avez toujours témoigné au peuple Lega. Votre proximité et vos bienfaits ne seront jamais oubliés. Nous saluons aujourd'hui le choix éclairé de vos pairs sénateurs de la République qui ont reconnu en vous les qualités de leadership nécessaires au sein du bureau du Sénat. En vous renouvelant nos chaleureuses félicitations, nous vous souhaitons plein succès dans l'exercice de vos nouvelles et hautes fonctions. À la population Lega qui m'a vu grandir, parce que c'est depuis 80 que je suis membre de la communauté CK dirigée par Erega à l'époque. Beaucoup de projets ont été faits et dans ma toute dernière mission de vacances parlementaires comme sénateur, je l'ai terminé à Chabunda. Je demande à la population Lega de continuer à nous faire confiance. Nous sommes avec certains d'entre eux ici, mais d'autres de continuer à maintenir la paix qu'il y a chez nous. On avait des projets de route qu'on avait commencé ensemble, on ne sait pas les faire maintenant. Mais ce qui nous unit, c'est le Congo, ce qui nous unit, c'est cette province. Si la paix arrivait autour du président Félix Antoine Tshisekedi, nous allons encore militer, nous allons encore demander pour que cette route allant de Bourale jusqu'à Chabunda arrive. Et le projet Piram qu'on avait commencé même au Maniema, si tout va bien, cette route de Chabunda peut aller jusqu'à Paris. Et Chabunda comme centre, facilement quand vous êtes à Moulou, vous êtes aussi à Kabutouba. Moi je crois que... Voilà, huyo ni Jean-Jacques Purusi. Jean-Jacques Purusi ndio gouverneur wa Sud Kivu sai. Na Sud Kivu mnayua kama kapitali sai ya province ou bien ya région iko territoire ya Uvira. Alors bali mukritike tulikia kala tuko na tolso donc beku tuko na ikala nasikia habari na anguka sema no ba député ba INC c'est-à-dire na ba IDPS makinjoli tunaita cash no bali nani bali déposer motion koma gisi ya kumtoa Perusi biko na mkritike banasema kama franga gérance yake gestion yake haina mzuri para juu ya province, c'est-à-dire franga ziko zinapigwa comme si possible. Sikupendaka
kia sema, mais il fallait niseme bien avant. Mais je n'ai pas voulu dire ça, bangesema kano uko na domo, uko miyuai, siku uko mtu, wakale na jije kitu wangeleza wanasemaga, don't judge the book by his cover. Donc, acha kujudge kaye, kitabu, kunini, kuvertire yake, chunga kwanza vitu bifike, ndo yuwe judge. Donc, kia sema vile. Heureusement, ile banasemaka, bie habi ya kuya, make bingali mjia. Ile mkifiru banasemaka katazijisha likali njira. Donc, habi ya kuya manake biko mjia. Na kala banasema no, Jean-Jacques Purusi, gouverneur gestion yake iko mbaya. Depuis alifikaka Uvira, mimi nijiulizaka eske alikuwa Bukavu. Nikaona anaanza fa sambla basi miendosha kwa Magufuli wa Bukavu au Sud Kivu. Nikasema Magufuli wa ngambo moja ni Magufuli gani? Puisque Magufuli tu kwa exemple ya Magufuli tuliona Mtanzania koma Tanzania yote ilikuwa chantier. Yeye Magufuli wake bulikuwa ni pale pale kwenda Parua. Bukavu balabala haikuwa kia goudron, ni balabala ya bulongo. Ile kutuma mashini iende Parua pale kwenye bulongo ilivimba juu ya mvula sili nyesha matope kwenda punguza matope kama kanivo iliyala baende bapunguze. Akasema ngoseme ndo asha kwa Magufuli. Na telema kibanaiwa kama tuko peuple moya hivi, hatuya kitu na tuko peuple moya hivi, tunawazaga kama wanatumikaga juu ya kutusaidia, tunawazaga kama wanakuwaga pale juu yetu. Okay, wanakuwaga hapo pale ni juu ya familia zao, matumbu zao na watoto wao. Basi tukaanza mpigia magoti na tuanza piga mikono, waseme no, ni Magufuli ashakiatengeneza nchi. Nikaanza jiuliza question mpiki, comment ce monsieur peut développer le pays alors que son chef wake, president wake, rais wake hana ile uwezo ya kuidevelope? Koma yeye anaweza uweza kudevelope pays wakati president wake wa swandiza parti politique yake haizi uweza kudevelope hai? Yeye ile courage na ile roho, donc na ile Bible alisomea yeye wapi kusema yeye akisaidia Kongole amtengenezee balabala asikie kama Kongole na shanza kupita balabala mzuri? Ile roho alitoa wapi kwa hii generation yetu tunaona? Non, kama generation bale papa ni generation futi. Donc generation futi kunaambia sema no pike beneza fanza aseme itakuwa na kota randre, na wakati naiwa kama generation futi isha randre tena generation ya kuifata futi ikarandre generation ya kufata futi, donc yakuwa tout le monde futi, ikakuwa pays ya bafutari. Je me demandais des questions, atabifanza ijua kuna mwatamuuliza juu Kongo habauliza kikitu. Na watu wabayui kama leta ndio inajengaga nchi Kongo. Tulizaliwaga tunakutana habaijengaki, inakuwaka vile vile. Tushayua kama njoo na tire ya nchi inakuwaga vile vile, na tushayua kama nchi haina franga ya kuweza kuijenga. Pamoja wanachungaka ifo franga Yesu Kristo angushe franga, wala ifo Yesu Kristo sikuwa tashuka ndo akidevelop ndo akijenga balabala. Na wengine wanakuambia ni fali mzungu akui kama ni Emmanuel Macron, kama Donald Trump akui na 500 miliari jua upendo sana akinjo baje. Donc akinjo bajengea nchi puisque ebo abana capacité waweza kujenga nchi. Na biko na raison, puisque l'homme noir il n'a jamais la confiance de lui-même. Mtu mweusi ajiamini yake yeye peke. Unaona mtu mweusi kunafaa kitu mbele tu anafanza yeye peke, haiko siri na biko nafanza. Sasa ile kunaambia ngo asema atajenga balabala, asha retrouver Uvira ngo ajenge balabala, niko nachikamata kwa machafu. Nikasema na mimi ndachunga kwanza niangalie ile balabala yenyewe nasema itajengwa. Na mimi niko nachunga naangalia ile development. Depuis ko pale nini unamonaka tu kamitingi kuongeongea vibure, kuongea vitu vya vina maana, na unaona nabo watu nabo biko nyuma yake habayui kama iko naongea hayubi iko naongea. Donc unaona vraiment siui ni donc ni pays ya ni pays ya bafutaro juste. Unaona watu biko nyuma yake sasa biko nafanza kuna biko nafanza au beta na ila aliko apiga kelare.
na lari ko napiga ndio na tire yabo, na tire ya wale watu ni wizi, na tire ya wale watu ni kubadanganya, na tire ya wale watu ni kubafamu ebiduru ndio banakalaba na diservir na bakalaba na comment on appelle ça, banakalaba na di vous dites c'est quoi ça en français, banakalaba na fichama, banakana découvrir na mavaleur ethnique, ndio bale batu banakana découvrir na mavaleur ethnique, biko na mapolitike umoja hivyo biko mpe ethnique. So kama uko faible na kama uweza kuona vitu ukayua kuvisepare, uiwe kama no, hii inaweza kuwa mavi, inaweza kuwa mkoyo, inaweza kuwa mafuta, inaweza kuwa mai, inaweza kuwa matungulu, inaweza kuwa mboga. Donc anana kumanipuler sans le savoir, mpaka ukue keba uko mtu naelewa, uko na idea mpe politiki yenye inaweza kusaidia, wala uko na teori fulani yenye unaweza angalia kwa vitu na kaweza kuvianalize juu uvielewe. Me apart pale wale watu na biko kule abakinja tengeneza inti, ni banuare bale funko na bailewa, ni banuare bale biko na besoin pale, angalia gisa na izaiba pointre anabadanganya juu ni gouverneur. Sasa mnamuona ifo nyibote mkaribie fanye kilio juu ni gouverneur. Sasa mnamuona ifo mumuadore, sasa mnamuona ifo mpige pendo, ifo mpige ngoma na msome Bible. Sasa mnamuona ifo muone kama yeye vraiment. Donc yeye haikusa mweye, yeko na Valeri kubashinda mweye, wakati iko na minyonga, wakati iko na iba, wakati iko na batesa, wakati hayo kinakiendelea, me anakia wadanganya wasiku hakuna vyanaweza fanza. Herezima kumbe walikuwa naona bashifu walimwekaka kama hakuna viko na fanza. Bengine wakwambia kama no, haikuwa seme juu hafai kitu, me plutôt biko na conflit, kama ni conflit interne, kama ni conflit externe, si utaya kuongea aseme no evo je ye ni mtu wa Bachili Kwebo, tunataka mtu wa Bachili Kwebo, na ye ni kama ni mtu wa kama ni wa Kamere, kama ni wa kama ni wa ipi, kama ni wa Kamere, kama ni wa Sengezi katima. Donc vitu abiendi bien, alors iko napenda bamtoa parce que Congo inchi unaanza iongea politika ya Congo, unaanza iongea uko naongea kwa naongelea ba individu. Politika fasi ingine banaongea ndio ma institution, banaongea kwa reference wanakamatia kwa institution. Si kwetu bashatufa babolole, soko naongea politiki ifuko kio tae majina za watu ba moya hivi. Donc kama tae majina watu ba moya hivyo, maki hiyo haina politiki. Alors quand tu vas voir bibele watu biko wanafanza sasa juu ya ile nchi, unapita unakaukiwa na unashindwa vya kuongea. Ifunge majina za watu. Politiki ya nchi hapana tu, hapa tuko naongelea ma institution, tuko naongelea ndio majina za watu. Benye politiki nyingine habikuwaki. Benye ndio ongelea ndio ma institution, unaongelea ndio sheria juu ndio zina proteger, zinapatia mtu droit ya kupata accès kwa resources za pays. Hapana individu. Kwenda kamata mnaongelea ba individu. Bale ba individu Mungu wangu. Bale ba individu balitoka quelque part. Na quelque part mnayo kama ba Africain, ba Noir, précisément ba Congolais, ikishakuwa question ya ethnie, bale batu biko très dangereux. Ni batu biko nafaa politique kisi natoka sema sur les valeurs ethniques. Bila vile hakuna vyenye anaweza weza kufanza. Il faut s'appuyer ku il faut s'appuyer comme ndio anaweza fanya quelque chose. À part pale hakuna vya tafanza. Juu kule hakuna habakaliki na habakali na livrer. Ile service ya livraison aseme no ile bangeza wanasema kasi to deliver. L'État ikale na livrer. Hakuna vinafanyia watu. Bakongole banaishi tu ni kwa mfano. Banaishi mi Kongole hana vi na ile kosa kamba kujinyonga mengi. Kwa banakuwa na kamba kujinyonga, ujiste kama Kongole bashaga jinyonga. Junjo inchi ya kwanza mdunia yenye mimi naona Kongole yuko kote kwa nakuaka anatesekaka. Na ile kuteseka anatesekaka iko yepeke. Hakwaki na appui ya l'État, hakwaki na appui ya son pays, mweza encore kwa tena appui ya ba Kongole benzaki. Juu ya tabia mbaya.
bamwa wanakuonyesha kama biko superieur, wanakuonyesha kama biko ba meilleur. Donc shie kwetu ile banataka ngwaseme intérêt national, aseme cause nationale kwetu ondire aikwaki. Maproblème ziko napita mu Afrika saa hii. Ba Kongole biko na zile maproblème me habana wa kulilia. Na unaliliaga kama unaweza Kongole haikuwa na jiplendre kwenye iko. Akishakuwa l'étranger hata jiplendre juu. Mtu unaweza jiplendre kama bianyoko naona ni vya mbaya par rapport viruko naona kwenu. Kongole kwa nafikaga nchi yote nafikaga mko kiena kwa sawa. Apare Kongo tu. Kongole kwa nafikaga kote. Nchi yote Kongole kwa mu Afrika iko sawa apare Kongo. Na hawezi jiplendre. Juu hautajiplendre hai. Watu biko wanakufa à l'étranger, unaona wengine wanarudisha mama nani? Mama hichi kwao. Kongo yeye Kongo la kufa à l'étranger kisha upende urudishe maiti. Na Yesu atakia kusaidia. Na haitarudia. Adresse hakuna kwa adresse ya utafone. Hata umfone atapata na kulomba kwanza corruption. Na kulombe corruption anaweza kula taya bure na kuna vya tafanza. Na kule kunyumba nako ni hivyo hivyo. Mpaka nasema hapa watu hivyo nini njoo haibajirikaki? Nini njoo haibajirikaki mdunia yenye ushaona kama no hiki kitu hiki zinene kinakuwa kibajirikaki ni nini? Ni Kongole. Politique congolaise, mentalité congolaise haibajirikaki ni ile tu. Kongole njoo wa mwisho. Wengine wote wanapata maproblemu unasikia na fone kwao. Wengine wote wanapata maproblemu unasikia na fone ambassadeur yao. Wengine wote wanapata probleme ya ambassadeur kisha yua tu. Unasikia wote wanawaka moto. Kome mwe miteko kwambia. Ghana mle Afrika depuis Ghana yemo mwe balimilie tu aba yene xenophobia. Il faut angalie saa hii ile réseaux sociaux ya Ghana vyenye na waka moto. Il faut angalie wale ba influenceurs Ghanéens, il faut angalie pression yebikuwa natia. Il faut angalie, il faut sikie pression ya ministre wa affaires extérieures, ministre wa affaires extérieures ou étrangères wa Ghana. Donc pression iko na weka. Lakini shituko na Kongole mwalikufa on dirait kuna iko sata bon sitasema kama ta kuku ni akabambi. Kwa sababu ile ni hizi tu ndio ilikufa. Donc abajali na haviko kule ndio wanaweza kufanza tu ni kwenda bakia baletea ba Afghanistan kama ni mili bakia kala Kongo na kisha bakia baongelee Lingala kama no biko na fa politique kama no evo ni babeto kama no evo hapa yapatikana msawa vile kuburi. Ndio habari ya Kongo hiyo. Donc siye inakuwa ni bure tu. Kila mtu atajijua ni ile habari, kila mtu atachukulia msalaba wake mwenyewe. Ndio habari yenye tuko nayo Kongo. Sasa huyu Purusi mimi siko nachunga kitu. Eniregeta sana sikia ngo biko najenga biko na chabu nani vya noire. Bulongo bwa noire mubalabala kutoka kama ni kuporo ya Kalundu kwenda ku frontiere fasi kama ya 2 cm inakuwa fuyo asipiko biko nafanza. Pale Uvira palikuwa kilalo kilikuwa napita gari mbili zinapishana. Kilibomokaka après l'etat kukosa franga bakanda jenga kia gari moja. Donc ça ile kilalo ya mwantikite. Il faut gari moja kama iko natoka kule kusidi kwa iko natoka. Il faut ingine kama zinatoka mdirection zinakuachana. Il faut moja ifike kwanza ishimame ichunge izabo ipite après izabo kipita ndio na ipite. Okay, Mobutu aliachaga ile kilalo kunapita gari mbili. Na pale Uvira biko nakwambia kama no piko ba député, biko nakwambia kama hivyo ndio ba patriote, biko nakwambia kama hivyo banaenda kunyumba, banaenda masirconscription electorale yabo. Et donc mpoko nasema aba watu kumashi watu wazima dunia mzima wanaweza tufakili na kutia kwa shimo moya shimote. Alors kisi tuko na akili moya, c'est-à-dire kipiko mwenye hawazaki. Na njoo ile habari. Jean-Jacques Purusi vraiment siui kama piko viangeza za kufanza. Hiyo na yuwa niko serious sete. Tu alikala pale Bukavu, ona Bukavu viene na fanana. Ya umwe kama stars, diza samani ya mingi. Ile Bukavu kisiko na iona kile.
Batu yote walikuwa wanapenda kia soma Bukavu. Batu yote walikuwa wanapenda kia ikala Bukavu. Goma ile batu Goma walikuwa wanapenda kia somea Bukavu. Ukifika saa hii Goma, kisha unafika na Bukavu, utapata sema kama peut-être Bukavu inakuwaga géré na ba étranger ndio maana inafanana vile. Goma saa hii kama unapenda unaangalia kizungu, ifolo uende Goma. Haiko aseme no biko ba extra, nani ba Kongomani. Me telemaki ni watu wenye biko natumika na roho moya, telemaki habayo habari ya tribalism, wende angalia Goma saa hii. Donc kuna yono nasema ni Cape Town. Unaona sasa ni Johannesburg. Goma mwae minute. Wende angalia sa Bukavu, utawaza sa Bukavu ni wese ya Goma. Juu ya nini? Juu ya wakwetu ndio abakia kupouvoir. Na wakwena kibakia kupouvoir anabaminya sasa. Abakia kona jembela anambia no, ifo minyo napishwa bakia hapa. Minjo kama sibakia hapa juu vatawaletea mwingine mtu wafasi ingine, mwingine mtu wafasi ingine, hakuna vyenye tafanza. Ifo minyo niko hapa, hiyo mimi na wewe magumu ndio nabasaidia juu tunaongea lugha moja, tunasikilizana lugha moja. Dialecte moja. Kisha sasa anaanza nyonga sasa. Na ile kuna banyonga mwena wao apres kwa Bakristo sana, apres kuyua mingi sana, hakuna mwiko na nguvu ya kusema juu ni mwingine yenye kwa na activist, ni mwingine yenye kwa na group ya kutia ya pression na hutatia pression swati bafunge, swati kama bataua donc ngisi bana sentir na ndio ngisi bana fanzaka. Na ukitia pression kama ulitoka fasi nyingine hapezi weza kusikia. Ukaambia no wow you shindo tunayua si. Sasa unamuuliza mwandishi yo unaona mwingine nafanana. Sasa uko chunga kuitengeneza na mtaka itengeneza. Uchunga Yesu atoke mbinguni wa malaika watoke mbinguni wakitengeneza mwingine. Wala uchunga Felix atoke kisha sando kitengeneza mwingine. Kama shatushinda kutengeneza Kasai, atakayetengeneza Bukavu kweli. Abapendi tuseme. Kusema unasema mbaya, kusema unaweza fanya nini? Kusema banaleta marezo za mingi. Wengine wanakiana Francia mrefu kama Francia tusaidie. Mais c'est tout complexe na Francia. Kuna Francia vile tusaidia kaju Francia. Unaanza na msazi anaiongeaka. Juste une forme ya communication tu. Na ni akoro ya ba Francia kwa Francia kusema injo kwa Francia. Mais wakakia kuambia wewe après quoi complexe kuambia kama no ukiongea Francia ndio uko civilisé. Ukiongea Francia make ndio na yu. Mais mtu mwiko civilisé angalia sa vie mwingine anaishi mwe nafanana. Pako nasema watoyo. Hawa ni watu gani hao? Ashinoa bayongea Kifrancais. Malawi tuko barabara za mzuri bayongea Kifrancais. Mikwetu hebo baswandiza leader. Anashinda kusoma dictionnaire akiongea tu Francais mzuri, mumtape kama anaongea Francais mzuri. Comme si wa Francais, comme si kuna tumkia wa Francais, comme si wa Francais kwa penda wapsikie biko naongea. Na kama kuna usema juba ta contribuer ni bila utakupatia ni. Voilà. Baswandiza ba leader, swandiza nani bienyeko coloniser. Mais mtu ni iko coloniser sans les. Hayu kama iko coloniser. Peut-être mpaka ukimurapele umwambie mbona uko coloniser? Wengine befanzaki vitu ya zamani, wengine befanzaki vitu ya mwantikite hivi. Wengine wakaenda shite mwema barabara za hivi. Wengine guvernora hizo kwa hizo fanana hivi. Wengine bakwiti na manifeste za hivi huko nashimama kule kunivyo ya kwanza hakuna WC. Na nyamba msashe kisha unakamata sashe unatupa kule chini. Kisha unaambia sema ule mwanafunzi atamalize ile university atafani. Na njoo ile resultat tuko tunaona. Mtu kuna mdongo, mtu kuna soma na kuambia kama no mimi nasomaka nikipata kazi ni wizi tu. Kisha nikia danganya Kongolengo watu iko na fans. Donc njoo ile habari ya Purusi. Ba mtie, ba mtowe, basi mtowe njoo vile tu. Mtu unafaa quelque chose kama watu wenyewe utakifanyia banayo kama biko na kuchunga ukabafanyia. So Kongolea chunga kitu na basipo matamfanyia kitu ndio maana kama kuna katafaa kitu. Hii inaniweka kusije ya pili ya Basengezi Kantitima. Basengezi Kantitima ndiona baseme nani peuple babarega balenda kumsupport Kantitima. Sio kama walimvote. Mais Congolais ni problème tout sana. Alisema Laurent Désiré Kabila, voyez-moi les problèmes avec les Congolais encore. Kantitima kule mweste ya Kongo Msidi Kivu.
Ndio alikuwa mtu wa kwanza kutumika na Barwandesa wanaingia mle Sud Kivu. Alikuwa gouverneur miaka mingi. Ingilikuwa peko kabisa justice. Pangeshwa kama mtradulu ku justice. Juu ile poke yake, ile poke yabo, RCD walikuwa wanaua watu. Walikuwa wanaua watu. Ile masakre ya Makakungu ilifika wakati Bakantisimba bali biko kuma pouvoir. Erezima kuna mwakufanza bili. Juu ndo kisituko. Kongole kama uyo mnyonga au ya kwa hero. Ifo mnyonge Kongole ndo kwa hero. Na Kantitima alitumika depuis AFDL na ingie. Nazo inakuwa mwema 30 hivi kwa makazi. Yanatumika kama mtu mwa 30. Bale Bakantitima njo bale Balambert Mende. Njo bale Bazaria Siruberwa. Njo bale Bamweze Nyarugabo. Bale nibatia, donc nibatia AFDL. Tunasema nibatia Kagame. Jo alitumika na Kagame miaka mingi. Makode ya kupatikana kwa gouverneur ni nakuwa ni moshi unajiuliza kama yeye anajituve kwa hii post. Shuta tukwa nayo. Mpaka sai ndio bangaliki tungali tunawaona. Na ni ba mingi sio moyo. Ni ba mingi banayala hivi. Bati RCD ndio bale bote bangali banatembea makilima. Ngisi natuka bambia. Ndio banashima nyumba za makilima tizere makishasa. Ndio tembea magari za bei, makaunti ile ma offshore Ulaya. Kuna mamiliare batoto abo sona baonaka unapotona kama peut-être ni batoto ba Donald Trump kwa. Kuna maposti za mnene mle mpei. Tumwe wengine mko tu pale kupiga kama mikono kwenda ka soutenir mtu mwana kiana ba manipulate mnaenda soutenir. Mais kusema sasa vile kwenda soutenir sasa bakiwasaidia ndio inakuwa kashida. Ingilikuwa kisi wanakuwa na makazi maposte banokipaka ile energy banakuwa nayo ya kukipeza ile maposte na ndio energy na banakuwa nayo kutengeneza nchi wala kule kwa banatokaka donc kama Sud Kivu inakuwa inameremeta na inangarangara lakini sasa banafika ku pouvoir umwe aibe kwanza zote umwe zote kwanza zitoke ziende kala Ulaya kisha mkono kia na fenteta na kuba fentetu na bure ndio banafanzaka mpaka sasa ndio ngana tujere na tuko nachunga sema pays itageuka aye pays itageuka hiyo peke kwa sababu vile mtu uko na ikalaga upendi tumika upendi tafuta kazi prefa chochote kwa sababu sema utapata franga franga sio mayani sisi wote hakwa sema mimi tutaenda kata zile mtu kwa franga inalomba utumike kwa sababu ndio upate franga. Na hapo wale bajama njoo habari ya bajama. Maki vitu vituko tunaona mwa ile nchi. Ingekuwa dunia mzima inakuwa vile kama ishakasambuka atakusambuka. Na kama kuna mwana toka kwao. Unaona kama kutaenda vitakuwa vile vile. Mais après kutoka kwenda angalia wengine wanakala naishi. Kazi ya leta, role ya leta, hata kama kusomeaka. Unamsema sema hapa kakule shi tuko watu wala tuko banani. Mbona pagisi vitu biko kule vile? Pourquoi? Parce que ndio watu mko nabo hapa. Mtu mwenye alikuwa nakuua leo kesho ndio anakuwa na kushifu wako. Isi mtaona saa baba swandiza ba M23 ba agresser hapa. Kesho mtabakutana banakuwa ba député, mnasikia ngo banakuwa tumika sio kama banakuwa ba ministre, pengine mtasikia banakuwa ba gouverneur, pengine kesho mtasikia banakuwa ba senateur, mpaka unajiuliza hapa tu hivi ndio hapo tena. Sema no. Makinjo kisi Mungu aliona kabia chiko hivi. Ndio habari ya Kongo na ndio machozi ya Kongo. Na ndio problemu ya Kongo hiyo. Buro wako anakia kuwa hero wako. Mtu mlikuwa kunyonga. Mtu kunyang'anya bibi. Wala kuia bibi ndio anakia kuwa rafiki yako kesho. Ndio Kongo na kwa. Donc batataba mama ndio habari nilikuwa nayo. Tutaonana tena, bye bye.